Uhali gani ndugu yangu mpendwa? Awali ya yote na kusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ni matumaini yangu ya kuwa wewe ni mzima wa afya, na kama ndivyo jina la Bwana liendelee kuhimidiwa, na kama sivyo ni dua yangu kwa Bwana ya kuwa Mungu atakujalia afya njema. Ndugu yangu, nachukua fursa hii kukukaribisha tena katika kozi ya nyaraka za Mtume Paulo kwa Wakorintho, na bado tungali katika Wakorintho wa kwanza. Nichukue fursa hii kukusii uweze kuandaa kalamu, daftari na Biblia yako ili uweze kupata nukuu ya kile tunachokwenda kujifunza. Kama ilivyo ada, nikusii uungane pamoja nami katika dua fupi ili Mungu aweze kubariki kipindi hiki. Tuombe. Tunakushukuru ewe Mwenyezi Mungu, muumba mbingu na nchi, utupaye uzima. Ni wewe ndiye ambaye unatupa riziki zetu za kila siku zilizo na msingi hata zile za ziada. Tunakuomba uendelee kufanya hivyo ili tusiwe na upungufu katika mahitaji yetu. Bwana na Mwokozi wetu, tunakusihi pia ukaendelee kutujalia amani katika nchi yetu na katika ulimwengu mzima kwa ujumla, ili tuweze kupata fursa ya kujifunza na kufundisha maneno yako matakatifu. Mungu wetu, tunakualika wakati huu uwe pamoja nasi, ukatuhekimishe katika kweli yako, ili katika hiyo tukapate kuenenda na kuwafundisha na wengine. Tuwe radhi pale ambako tupo kinyume na mapenzi yako, na tunaomba utubariki pale ambako tuko sawa sawa. Katika Kristo Yesu tunaomba na kushukuru. Amina. Shukrani ndugu yangu kwa kuwa pamoja nami katika dua hii fupi. Leo tunaendelea na Wakorintho wa kwanza sura ya 15, na tunaingia katika aya kuanzia ya 9 mpaka aya ya 11. Katika eneo ambapo tunaona kuongoka kwa Paulo ni ushahidi wa kufufuka kwa Kristo. Tumeona katika aya ya kwanza hadi aya ya 8 Mtume Paulo akifafanua kuhusu injili aliyowahubiri watu hawa hata wakafanyika kuwa Wakristo. Msisitizo mkuu katika aya hizo ulikuwa ni kwamba imani ya Kikristo imejikita ama kujengwa katika ufufuo wa Yesu. Ili kutoa uthibitisho wa kufufuka kwa Kristo, mtume aliwasilisha ushahidi wa macho wa watu zaidi ya 500 ambao walimuona Yesu aliyefufuka. Katika aya ya 8 alisema kuwa yeye mwenyewe ni shahidi wa kuona kuwa Yesu amefufuka. Ingawa alikuwa wa mwisho kumwona, lakini alikuwa bado ni shahidi. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 9 mstari wa 1 mpaka wa 9 na Matendo ya Mitume sura ya 22 aya ya 6 mpaka ya 10 ndizo sehemu zinazozungumza kuhusu Paulo kumwona au kukutana na Yesu ana kwa ana. Katika aya ya 9 ya Wakorintho wa kwanza sura ya 15 hadi aya ya 11, Paulo anazungumza kwa ufupi namna alivyopata wokovu kwa injili ambayo pia yeye mwenyewe alikuwa amewahubiri Wakorintho hao. Hebu tusome katika sehemu hiyo kisha tuwe na mjadala. Katika aya kuanzia ya 9 mpaka ya 11 anasema, maana mimi ni mdogo kuliko mitume, nisiyestahili kuitwa mitume, kwa sababu naliliudhi kanisa la Mungu. Lakini kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo, na neema yake iliyo kwangu ilikuwa si bure, bali na alizidi sana kufanya kazi kupita wao wote, wala si mimi, bali ni neema ya Mungu pamoja nami. Basi kama ni mimi, kama ni wale, ndivyo tuhubirivyo na ndivyo mlivyo amini. Hivyo ndivyo anavyozungumza katika mistari hiyo kuanzia wa 9 mpaka mstari wa 11 wa Korintho wa kwanza sura ya 15. Sasa kutokea hapa, hebu tuanze kuchunguza kauli zote muhimu katika aya hizi. Kauli ya kwanza ni katika aya ya 9 anaposema mimi ni mdogo kuliko mitume au katika mitume. Udogo anaozungumzia hapa si udogo wa umri, kwamba yeye alikuwa na umri mdogo kuliko wale wengine, wala si udogo wa uwezo,
kwamba yeye alikuwa na uwezo mdogo kuliko mitume wengine. Kumbuka yeye alikuwa na sifa za mtume. Katika sura ya 15 hii mstari wa 8 ameonyesha kuwa yeye ni mtume, na Wakorintho wa pili sura ya 11 mstari wa 5. Vile vile alikuwa na uwezo kama waliokuwa nao mitume wengine wote, kulingana na Wakorintho wa pili sura ya 12 mstari wa 11 na ule wa 12. Kwa hiyo udogo anaozungumzia hapa ni kwamba yeye, moja, alikuwa mtu wa mwisho kutokewa na Yesu. Pili, ndiye mtume wa mwisho kuchaguliwa na Yesu. Kwa hiyo hii ilikuwa ni kauli ya unyenyekevu na sio kauli ya kuonesha kwamba yeye ni duni kwa wengine. Kauli nyingine katika aya hiyo hiyo ya 9 inasema, nisiyestahili kuitwa mitume kwa sababu naliliudhi kanisa la Mungu. Paulo kwa kauli hii anajiona kuwa hakustahili kuwa mtume kwa sababu hapo awali alikuwa akiwatesa na kuwaua Wakristo. Alisimamia mauaji ya Stefano na Wakristo wengine kulingana na Matendo sura ya 7 mstari wa 58 mpaka wa 60, na Matendo ya Mitume sura ya 22 aya kuanzia ya 3 mpaka ya 4. Aliwakamata Wakristo na kuwafunga magerezani. Matendo ya Mitume sura ya 8 aya ya 3 inazungumza hivyo. Hata siku alipotokewa na Yesu, vile vile alikuwa njiani kwenda kuwasaka Wakristo ili awakamate na kuwatupa magerezani. Matendo ya Mitume sura ya 9 mstari wa 1 na wa 2 na sura ya 22 Matendo ya Mitume mstari wa 5 inaeleza namna hiyo. Kwa sababu hiyo Paulo alijiona kama mtu asiyestahili. Badala yake alijiona kuwa amestahili kuadhibiwa vikali badala ya yeye kupewa nafasi hiyo. Katika waraka wake wa kwanza kwa Timotheo sura ya 1 mstari wa 15 alijiona kama mtu aliyekuwa wa kwanza katika orodha ya watenda dhambi. Hivyo ndivyo mtume Paulo alivyokuwa anajiona. Sasa katika mstari wa 10 kuna jambo lingine au kuna kauli nyingine anayozungumza. Anasema, lakini kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo. Amekuwa hivi alivyo kwa maana kwanza Mkristo, lakini pia ni mtume. Neema kwa mujibu wa Biblia ni zawadi anayopewa mtu bila ya kuifanyia kazi. Warumi sura ya 4 mstari wa 4 inazungumzia ufafanuzi hiyo. Kwa sababu hiyo wokovu huhesabiwa kuwa ni neema kulingana na Warumi sura ya 2 mstari wa 8. Paulo kwa jinsi alivyokuwa hapo awali anakiri kwamba ni Mungu tu na ni kwa neema yake tu ndiyo sababu yeye kuwa Mkristo na mtume. Kwa muda wako utasoma Wagalatia sura ya 1 mstari wa 13 mpaka wa 16. Jambo lingine analolizungumza katika aya hiyo ya 10 ni jambo hili. Anasema, na neema yake iliyo kwangu ilikuwa si bure, bali nalizidi sana kufanya kazi kupita wao wote, wala si mimi, bali ni neema ya Mungu pamoja nami. Paulo alijua ni kwa nini hasa Mungu alikuwa amemchagua. Hakuwa amechaguliwa ili akae tu katika viti vya kanisa, bali alikuwa amechaguliwa ili akahubiri Injili kwa mataifa. Wagalatia sura ya 1 mstari wa 15 mpaka wa 16 na Matendo ya Mitume sura ya 9 mstari wa 15 inazungumza namna hiyo. Sasa maneno wao wote katika aya hii yanawarejelea mitume wengine 12. Paulo kwa kusema hivyo si kwamba alikuwa anajaribu kuwaonyesha au kujionyesha kuwa yeye ni bora zaidi kuliko mitume wengine, au kwamba mitume wengine walikuwa wazembe au walikuwa wakitegea kwa namna fulani. Hapana, bali alikuwa akizungumzia uhalisia wa hali ilivyokuwa, ya kwamba yeye alifanya kazi kupita mitume wengine.
alisafiri nchi nyingi ili kuhubiri kuliko mitume wengine. Alianzisha makanisa mengi kuliko mitume wengine. Vile vile aliandika vitabu au nyaraka nyingi kuliko mtume mwingine yeyote alivyowahi kuandika. Hiki ndicho hasa mtume Paulo anachokizungumzia. Paulo alifanya juhudi kubwa kwa sababu alitambua thamani ya Injili na msamaha aliopewa. Yesu alisema kwamba mtu mwenye dhambi nyingi pindi anaposamehewa huonesha shukrani kwa kiwango kikubwa. Luka sura ya 7 mstari wa 47 inazungumza mambo hayo. Kauli nyingine katika aya ya 11 inasema hivi: basi kama ni mimi, kama ni wale, ndivyo tuhubirivyo na ndivyo mlivyoamini. Paulo anachojaribu kukisema hapa ni kwamba yeye pamoja na mitume wengine walihubiri injili moja. Hawakuwa na tofauti katika kuhubiri kwao. Ni injili ile ile ambayo Wakorintho hawa waliamini. Katika Wagalatia 1 mstari wa 6 mpaka wa 9, maandiko yanasema kwamba ikiwa mtu awaye yeyote, haijalishi kama ni mtume au kama ni malaika kutoka mbinguni, akihubiri injili nyingine na alaaniwe. Lengo la mtume kusema haya yote ni ili kupinga na kuwafumbua macho wa Kristo hawa dhidi ya fundisho potofu kuhusu injili lililokuwa limeingizwa katika kanisa hili, ambalo fundisho hilo lilikuwa linasema kuwa hakuna kiama ya wafu au hakutakuwa na kiama ya wafu. Kuongoka kwa Paulo kunaweza kuchukuliwa kuwa ni jambo la kawaida, lakini unapotafakari kuhusu jambo hilo kwa kina, utagundua kuwa ni ushahidi mwingine kuwa Yesu amefufuka. Paulo hapo awali kama Farisayo alipinga vikali kwamba Yesu hakufufuka. Wafilipi sura ya 3 mstari wa 5 mpaka wa 6 inatutanabaisha namna hiyo. Bila ya ushahidi wa yakini, kamwe isingewezekana kwa mtume Paulo kukubali kuwa Mkristo na kusema kuwa Kristo amefufuka. Kwa hiyo, ili kuthibitisha kwamba Yesu amefufuka, Yesu mwenyewe alifanya miujiza mitatu kwa Paulo. Wa kwanza ulikuwa ni kumtokea, wa pili ulikuwa ni kumpiga kwa upofu kwa muda wa siku 3, na tatu ni kumponya upofu ule. Kwa muda wako utasoma Matendo ya Mitume sura ya 9 mstari wa 1 mpaka wa 19. Hivyo Paulo anaandika kuhusu historia yake ya wokovu na wasifu wake wa awali ili kuwaonesha Wakorintho na watu wote wanaopinga kufufuka kwa Yesu kwamba yeye alikuwa zaidi yao katika upingaji huo. Lakini kwa sababu ya ushahidi wa nguvu uliowekwa mbele yake, hakuwa na namna nyingine ya kuendelea kupinga. Kwa hiyo anamtaka kila mpingaji wa hoja aangalie ushahidi na sio maneno matupu peke yake. Hicho ndicho mtume Paulo anachotufundisha katika sehemu hii.